Ndugu wapendwa, kwa kuwa hawa wana wetu ambao ni ndugu na rafiki zenu karibu watapata daraja ya ushemasi na upadri, fikirini kwa makini ukuu wa madaraka haya watakayopewa kwa Bwana. Nao watakuwa wahudumu wa Kristo, mwalimu, kuhani na mchungaji, ambaye mwili wake, yaani kanisa, hujengwa bila kukoma hapa duniani kwa njia ya huduma hiyo, kuwa taifa la Mungu na hekalu la Roho Mtakatifu, wakiunganika na ukuhani wa maaskofu, mapadi na mashemasi. Watawekwa wakfu ili wahubiri Injili, walichunge na kulitunza taifa la Mungu, waziadhimishe ibada takatifu, hasa sadaka ya Bwana, nao wayatende hayo yote kwa msaada wa Mungu, hivi kwamba nyote muwatambue kuwa ni wafuasi halisi wa Kristo, ambaye hakuja kutumikiwa bali kutumikia. Nanyi wanangu wapendwa sana, mtakaopewa daraja ya ushemasi hivi punde, Bwana amewapa kielelezo, ili kama yeye alivyotenda, nanyi mtende vivyo hivyo. Hivi karibuni mtakuwa mashemasi, yaani watumishi wa Yesu Kristo, ambaye alijidhihirisha kati ya wanafunzi wake kama mtumishi. Yatimizeni mapenzi ya Mungu kwa moyo wote katika upendo. Watumikieni watu kwa uchangamfu kama mnavyomtumikia Bwana, maadamu hakuna anayeweza kuwatumikia mabwana wawili. Tazameni kila uchafu au uchoyo kuwa kama utumishi wa miungu, nanyi mkipokea kwa hiari daraja ya ushemasi kama wale walioteuliwa hapo kale na mitume kwa ajili ya huduma ya upendo, napaswa kuwa watu wanaoshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na Roho Mtakatifu na hekima. Nyenye mtaitekeleza huduma yenu katika hali ya useja, nayo itakuwa ishara ya kichocheo cha upendo wa kichungaji na chemchemi yenye uzima, yenye kuzaa matunda mengi ya kiroho hapa duniani. Maana mkiongozwa na upendo mnyofu kwa ajili ya Kristo na mkiishi kwa moyo wa ibada ulio safi katika hali hii, mtaambatana kwa urahisi zaidi na Kristo kwa moyo usiogawanyika. Mtakuwa huru zaidi kwa kumtumikia Mungu na wanadamu, na wepesi zaidi kutoa huduma yenu, ili wote wapate kuzaliwa upya kama wana wa Mungu, mkiimarishwa na kuthibitishwa katika imani. Jidhihirishe kama watu wasio na doa wala lawama
wanadamu, kama vile iwapasavyo wahudumu wa Kristo na wagawaji wa mafumbo ya Mungu. Wala msikose kuitumainia Injili, ambayo nyinyi ni lazima muwe si wasikilizaji wake tu, bali ni wahudumu. Nanyi litunzeni fumbo la imani katika dhamiri iliyo safi, na ile neno mnalolihubiri kwa kinywa lidhihirisheni kwa matendo yenu, ili Wakristo wote wakihuishwa na Roho Mtakatifu wafanywe kuwa dhabihu iliyo safi na ya kumpendeza Mungu. Nanyi katika siku ya mwisho mtakapokwenda kumlaki Bwana, mpate kumsikia akisema, vema, mtume mwema na mwaminifu, ingia sasa katika furaha ya Bwana wangu. Nanyi wanangu wapendwa sana, mtakaopokea hivi punde daraja takatifu ya upadri, naitwa kuitekeleza huduma ya mafundisho matakatifu kwa jina la Kristo mwenyewe, aliye mwalimu pekee. Hivyo wagawieni watu lile neno la Mungu ambalo nyinyi mlilipokea kwa furaha, mkitafakari sheria ya Mungu. Angalieni daima mkasadiki yale mtakayosoma, na mkafundishe hayo mtakayosadiki, mkashike hayo mtakayofundisha. Hivyo mafundisho yenu yawe chakula cha taifa la Mungu, na manukato ya maisha yenu yawe furaha kwa waamini wa Kristo, ili kwa neno na kwa mfano mpate kuijenga nyumba, yaani kanisa la Kristo. Fanyeni pia kazi ya kutakasa katika Kristo, maana kwa huduma yenu waamini watatolewa kama dhabihu ya kiroho inayounganishwa na dhabihu ya Kristo, sadaka ambayo pasipo kumwagwa damu itatolewa kwa mikono yenu juu ya altare katika adhimisho la mafumbo haya. Kwa hivyo fahamuni, eleweni vizuri mnachokifanya, na igeni mnayotenda, ili kila mnapoadhimisha mafumbo hayo mdhaminishe fumbo la kifo na ufufuko wa Bwana. Jitahidini kutiisha viungo vyenu kwa kukomesha vilema vyote na kuenenda katika upya wa uzima. Kwa ubatizo mtaongezea watu taifa la Mungu. Kwa sakramenti ya kitubio mtawaondolea watu dhambi zao kwa jina la Kristo na la kanisa. Mtawafariji wagonjwa kwa kuwapaka mafuta matakatifu. Mnapofanya ibada takatifu, mnaposali sala za kanisa na kuomba kwa ajili ya taifa la Mungu na kwa ajili ya ulimwengu wote, kumbukeni, nyinyi mmeteuliwa kati ya watu na kuwekwa kwa ajili ya watu katika mambo yanayomhusu Mungu.
Na hatimaye, wanangu wapendwa sana, kwa upande wenu fanyeni kazi ya Kristo aliye kichwa, mchungaji, mkiungana na askofu na wakuu wenu wa mashirika. Mjibidishe kuwakusanya waamini katika familia moja ili mpate kuwaongoza kwa Mungu Baba kwa njia ya Kristo katika Roho Mtakatifu. Mkazieni daima macho yenu mchungaji mwema ambaye hakuja kutumikiwa bali kutumikia. Ndiye aliyekuja pia kuwatafuta na kuwaokoa waliopotea. Basi baada